Bwana Yesu asifiwe. Nao furaha kubwa kabisa siku ya leo kufika mahali hapa. Ilikuwa ni siku ya jana ya Jumapili, tumefika katika mkoa wa Morogoro, mahali hapa naitwa Ngerengere. Tumefika mnamo masaa saa 11. Tumefika mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu timu nzima ilipofika hapa wote tulikuwa wazima wa afya na tumesafiri pasipokuwa na shida yoyote ile. Na mapema kabisa nipende kujitambulisha kwa jina kamili, naitwa Elia Seti Mwegomole. Yani mwenyekiti tu kwa muda mfupi wa kusimamia hii outreach ya mwaka huu ya kipindi hiki. Nipende kutoa ratiba amba kamili ya outreach. Ni kwamba ratiba yetu itakuwa inaanza saa 11 asubuhi. Hapo tutakuwa tunaamka saa 11 kamili. Yatakuwa yanaanza maombi ya saa 1, saa 11 mpaka saa 12 tutakuwa tunafanya maombi. Lakini kuanzia saa 12 hapo tukimaliza maombi mpaka saa 2 hapo tutakuwa tuna maandalizi, watu wanajiandaa, lakini pia tutakuwa kuna kupata kifungua kinywa. Kwa baada ya hapo tukimaliza saa 2 mpaka saa 6 hapo tutakuwa tuna ratiba ushuhudiaji. Kwa hiyo hii ratiba itaendelea mpaka Jumatano ambapo tutakuwa ratiba ya ushuhudiaji itakuwa inaisha. Baada saa 2 tutakuwa tunaanza ratiba ya semina, kwa sababu ushuhudiaji utakuwepo kuanzia Alhamisi na siku zinazofuata. Kwa baada ya saa 6 tukitoka kurudi kutoka kwenye ushuhudiaji, hapo tutakuwa tuna ratiba nyingine ya kupata chakula hapa na mingineyo, huku tukijiandaa na mkutano wa nje sasa ambao utakuwa unaanza saa 9. Tutakuwa tuna mkutano hapa kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Baada ya saa 12 tukimaliza hapo tutakuwa tuna ratiba kujiweka sawa kupata chakula pia, lakini saa 1 kamili tutakuwa tupo ndani ya jengo la kanisa humo. Tutakuwa kuna sinema zimeandaliwa na mafundisho mbalimbali ambapo tutakuwa tunaanza kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Kwa saa 1 mpaka saa 4 tutakuwa tunatizama sinema, lakini sinema hiyo pia itakuwa ina mafundisho na watu watakuwa wanatoa maelekezo. Lakini baada hapo tukimaliza saa 4 basi nafikiri tutakuwa tumefunga ratiba yetu, watu watakuwa wanakwenda kupumzika. Yana wewe Mungu ini la moyo wako mimi nimeweka msaada wa karibu Bwana. Wewe ni picha? Unataka kuvua fresh yani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Neema Joni. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya outreach ya siku ya leo. Leo tumetembelea nyumba kwa nyumba. Namshukuru Mungu ameweza kutupigania na amekuwa pamoja na sisi tulipotembelea. Tumetembelea kaya mbalimbali, lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo tumezipata wakati wa ushuhudiaji. Yani changamoto ni kubwa sana katika kijiji cha Ngerengere ni udini. Yani kama mtu Muislamu
kwani kuna roho ya upinga Kristo. Lakini tunamshukuru Mungu, kuna wengine wameelewa, wengine hawajaelewa, lakini tunamwachia Mungu hai pamoja nao. Ila wengine baadhi ya wameokoka, tumeweza kuchukua majina yao, na wengine wameahidi kuja kwenye mikutano, na wengine wametupokea kwa moyo mmoja. Wasakiri Bwana, wasakiri Bwana, wasakiri Bwana, kupokea utukufu, twainama mbele zako tunasema Bwana, twashukuru mbele zako, twashukuru mbele zako, twashukuru mbele zako. Unaweza kuinua mikono yako ukimwambia Bwana wasajili, tukutukuza Mungu wetu Baba, wasajili, wasajili Bwana, wasajili Bwana, wasajili Mungu wetu, ni mwongo, baba wa uongo, alafu ni muuaji. Lakini kwa wakati huu mfalme, tunamnyamazisha kimya katika jina la Yesu aliye hai. Bwana ukafungue masikio ya watoto wako, macho ya kuona, ili wakapate kujua ni mahali gani wanapopaswa kuwepo. Maana wewe ni Mungu unayesema hupendelewi na mtu akaangamia, bali unahitaji watoto wafikie toba. Asante Mungu wetu. Bwana asifiwe. Amen. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba Mungu, Biblia inasema Mungu anatuwazia yaliyo mema siku zote. Hata kukutanika kwetu hapa ni mpango wa Mungu kwamba watu wafikirie mahali wajue kwamba Mungu tunayemwabudu ni roho, na wamwabudu hana budi kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo hakuna mahakama kule mbinguni kama duniani hapa, maana wanatafuta ushahidi kwamba nani aliniona. Kule mbinguni haya yanayofanyika hapa ndio atakayokuwa hakimu kwako kule mbinguni. Maana usipolikubali ile ambalo Mungu ameona ni vema akushauri ili upate kupona, lakini usipotaka haya yanayofanyika, ndio atakuwa hakimu au hukumu yako kule mbinguni. Ni vema uangalie kwamba sasa ni wakati gani ambao Mungu amenitafuta, na ni wakati gani ambao natakiwa sasa niache tabia na mwenendo wangu wa zamani, nimkaribie Mungu. Katika nyumba ya Bwana kuna uwezo wa ajabu. Katika nyumba ya Bwana kuna nguvu ya ajabu. Yeah.
za Mungu, ambaye anakuja kuzisema siku za Mungu jioni ya leo. Bado sijasikia kama kuna watu wanashangilia, bado sijasikia kama kuna watu wanamshangilia Yesu Kristo, bado sijasikia vigelegele na kelele za shangwe. Yesu, 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 Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu punga mkono wako hewani kama una amani. Alafu baada ya hapo mtapie Bwana Yesu zawadi ya makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Basi unaweza ukaketi. Haleluya. Unaweza ukachukua nafasi alafu nikuelekeze cha kufanya. Baada ya kukaa niombe fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 11. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili, alafu tukwenda kusoma mstari wa 14. Kisha tamalizia 38 mpaka 44. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Wala hakuna Mungu mwingine awezaye ila ni wewe. Mataifa yote wanajua ya kwamba wewe ulikufa na siku ya tatu ukafufuka. Ninalitukuza na kulihimidi jina lako nikisema asante kwa ajili ya wasaa na majira kama haya ambao Mungu umeniweka mtumishi wako kuyasema maneno yako matakatifu. Nazungumza na watu wa Ngelengele eneo la Chamwino. Sauti hii mnayoisikia si sauti ya bure. Liko kusudi la Mungu ambalo siku ya leo linakwenda kutimia ndani ya maisha yenu, ikiwa tu mtaamini na kuchukua hatua siku ya leo. Tumezisoma habari za mwanaume mmoja, Yesu Kristo wa Nazareti, baada ya kusikia habari za Lazaro aliyekufa na kuzikwa, akakaa kaburini siku 4. Akawaambia wanafunzi wake, yule nimpendaye amekufa. Akaelekea katika mji wa Bethania, akawakuta dada zake Lazaro wanaomboleza, majirani zake wanalia, wengine wanatokwa hata makamasi. Lakini nataka nikwambia kwamba kwenye shida yako, hata kama jirani zako watalia, lakini hawawezi kukusaidia. Lakini hawawezi kukusaidia. Nataka nikwambie, dada zake Lazaro walikuwa wanalia, walikuwa wakiomboleza, hata jirani zao walikuwa wakiomboleza, hata ndugu zao walikuwa wanaomboleza, lakini hawakuweza kuwasaidia chochote. Umetembea kwa waganga wa kienyeji lakini hawaja kusaidia. Umeenda kila mahali kutafuta msaada lakini haujapata chochote. Nataka nikwambie, yuko Bwana Yesu Kristo mtenda miujiza. Yeye anakwenda kukusaidia. Wala usiwe na mashaka, cha muhimu ya kupasa uamini tu za kwenda. Hata kama watoto wako walikuwa wakuheshimu, maadamu mwanaume Yesu Kristo ameingia ndani ya familia yako, sasa wataanza kuheshimu. Hata kama kuna mambo ulikuwa unayatenda unaona hayaendi, lakini mwanaume Yesu Kristo atakapoingia katika familia yako, anakwenda kutengeneza. Utakapomruhusu, anakwenda kunyoosha njia ya maisha yako. Haleluya. Hakuna mwingine awezaye ila ni Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna mwingine awezaye ila ni Yesu Kristo mtenda miujiza. Nataka nikwambie kwamba hauna chaguo lingine ila chagua Yesu Kristo. Anakwenda kutengeneza maisha yako. Hata kama umezunguka kwa waganga wa kienyeji, yeye bado anakupenda. Ya kupasa uamini tu. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikupe ushuhuda. Mtu mmoja aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake, Bartimayo mwana wa Timayo, mwenyeji wa mji wa Yeriko, aliposikia Bwana Yesu anapita, alikuwa ameketi kando ya njia akisikia kelele za watu. Akawauliza kuna nini? Wakamwambia Yesu Kristo anapita. Wakati Yesu akiendelea kupita katika njia ile,
Hatimaye mwana wa Timayo aliendelea kuita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lakini Bartimayo mwana wa Timayo, watu walikuwa wakimzuia, wakimwambia ya kwamba acha kupiga kelele, maana Yesu Kristo anapita. Pengine watu wamekuwa wakikuzuia ya kwamba usiende kwa walokole, lakini nataka nikwambie, wala sisi si walokole kama unavyojua wewe, ila sisi tunamjua Bwana Yesu aliyetukomboa, kwamba ipo siku atatuketi juu, maana yeye ni mkuu, wala hakuna mwingine awezaye. Wengi wamekuwa wakikuzuia na kwamba hauna haja ya kumwamini Bwana Yesu. Pengine umelaza kitandani, hauwezi hata kunyanyua mguu, lakini ukisikia habari za Yesu Kristo, ukiwaambia ndugu zako, wanakuzuia. Nataka nikwambie, hizo ni nguvu za giza ambazo zinakuzuia, wanatumiwa ndugu zako. Nataka nikwambie, hauna chaguo lingine nje ya Yesu Kristo ili mambo yako yaende, ya kupata umamini Yesu Kristo. Bartimayo mwana wa Timayo aliyesikia kuita. Macho yako niombe, kama kuna mtu anasema leo hii nataka nimkabidhi Bwana Yesu maisha yangu, ili yale ambayo yalikuwa yaendi katika maisha yangu yaanze kwenda. Kama kulikuwa kuna shida, yeye anakwenda kuitoa ile shida. Kama kulikuwa na magonjwa, anakwenda kukuponya. Kama kulikuwa hakuna amani ndani ya familia yako, yeye anakwenda kutangaza amani. Ombe hawa waliopita mbele, nitakwenda kuongoza sala ya toba. Nitaomba mtafuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako kupitia mtumishi wako. Bwana Yesu, nimeamua kumkataa shetani, na naomba ukanitakase dhambi zangu zote kupitia damu yako iliyomwagika pale msalabani. Nakuomba Yesu, unirehemu, unisamehe, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, ninakuja mbele zako nikiliamini jina lako, nikiliamini jina lako. Ninakwenda kinyume na kila maagano, ninakwenda kinyume na kila maagano, iwe ni maagano ya familia, iwe ni maagano ya familia, iwe ni maagano ya ukoo, iwe ni maagano ya ukoo yangu katika maisha yangu. Ninaivunja, ninaivunja, ninaiharibu, ninaiharibu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, kama kuna magonjwa yanayowasibu, kwa damu ya Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo, pamoja nao, kwa damu ya Yesu Kristo, wanaletea hai. Ninakataa kila nguvu za